Msikilizaji, Mungu akubariki mno jamani. Mpaka tunaingia mwezi mpya na bado uko pamoja nami kwenye hii simulizi. Mungu akubariki sana, na kwenye huu mwezi mpya akuzidishie mibaraka mingi ambayo unastahili. Okay? Yes, hii ni sehemu ya 64 msikilizaji, na tunazidi kusonga mbele kwenye simulizi yetu pendwa kabisa ya Hamza. Tulipoishia kwenye part 63 ni kwamba Hamza pamoja na Reji walienda katika harambee ya kuweza ni kama kusaidia hivi watu ni kama mnada hivi na kuweza kusaidia watu, na Regina huwa anashiriki sana. Yani unaambiwa tu ni kwamba kitu kule kinapelekwa afu kinanunuliwa kwa bei ya juu sana. Ina pesa yote inayopatikana inakwenda kusaidia baadhi ya watu wengine. Sasa walivyokuwa mle kwenye ukumbi, yani ile Regina pamoja na Hamza wanakaribia kuingia katika mlango wa ukumbi, kuna kundi dogo la watu lilionekana na kumvutia Hamza macho. Alikuwa ni mwanaume na mwanamke wazee hivi ambao wameongozana na watoto wadogo, na walionekana ndo wanafika. Hapo ndipo tiposhia. Kwa hiyo kipi ambacho kiliendelea? Langu jina ni Lucas Lumbasi. Karibu sana msikilizaji. Naam, alikuwa ni mama Warden wa kituo cha kulelea watoto cha Morogoro Foot Academy. Alikuwa ameongozana na kundi la watoto. Pembeni yake alikuwa na mwanaume mzee. Hamza alimjua ni moja wazee waliokuwa wakisaidia ndani ya kituo hicho. Hakumuona mzee Hiza. Basi Hamza kaita Madam Warden. Aliita Hamza kwa mshangao mara baada ya kumuona. Madam akasema, Hamza, kumbe na nyinyi mmekuja. Nilikuwa nikijiuliza kama ningewaona jamani, ila matarajio yangu yamekuwa sahihi. Aliongea mwanamama huyo akiwa na muonekano wa furaha huku akimwangalia Regina. Upande wa Regina, muda huo alikuwa akimwangalia msichana mdogo kibonge hivi aliyekuwa busy kulamba ice cream. Na msichana yule mdogo mara baada ya kumuona Regina alimtolea ulimi kwa ishara ya kumchokoza. Basi yule msichana akasema, dada Mbaili. Walifahamiana Regina kituoni alipoenda na Hamza, na matukio yaliyotokea ndo yalimfanya Regina kuonekana na msichana huyo kama dada Mbaili. Regina alichanua macho yake, na ila anataka kubishana na huyo msichana, aligundua alikuwa eneo la wazi na watu wengi walikuwa wakiwaangalia. Hivyo alishia kujifanyisha hakumsikia. Madam Warden, na nyinyi mmealikwa? Unajua yani katibu wa viwanda ndio katualika mara baada ya kuona michoro ya watoto. Amesema itaongeza uzito juu ya mchoro tuliowakilisha kupigwa mnada kama watoto watashiriki pia. Ndio maana nimekuja na. Alafu sitoshe, huu ni mkutano wa mabosi hivyo nimeona sio mbaya kama watakuwepo hapa kutoa shukrani zao. Mbona mimi sijawahi kusikia huu taratibu? Nani kasema walete? Aliongea Regina akiwa amekunja sura. Kawaida licha ya vitu mbalimbali kuletwa kupigwa mnada, lakini watoto hawakushiriki kabisa zaidi ya viongozi wa wakilishi pekee. Lakini muda huo mwanaume mwenye kitambi mrefu hivi kidogo aliyevalia suti nyeusi ya Armand alisogea akiwa na uso uliopambwa na tabasamu. Katibu, wewe ndo umemwalika Madam Warden na watoto kuhudhuria? Kumbe boss Regina unafahamiana na Warden wa Foot Academy. Ndiyo, ni mimi niliyewalika. Alikubali bila shaka yote, na kisha alimgeukia Warden. Madam, wewe ndio Madam Hiza Mimi ni Gondwe, ndio niliyekutumia mwaliko. Aliongea katibu akipeana mikono na Madam Warden huku akiwaangalia watoto kwa namna ya kuhesabu. Mbona umekuja na watoto wachache sana? Ndiyo, nimeona itapunguza usumbufu kudili nao wote. Maana wengi ni watundu sana. Warden, upo serious kweli? Mimi niliposema uje na watoto nilimaanisha wengi, hata kituo kizima. Kwa nini uko na usumbufu bwana? Hata hivyo sio mbaya, muda ushaenda sana, kwa hiyo hatuwezi kubadilisha. Aliongea na kisha pale pale aligeuka na kuanza kuita baadhi ya watu ambao alionekana kutangulizana nao. Mzee Dochi, mzee Filimbi, hebu sogeeni sasa. Ni muda wa kupata picha pamoja na watoto. Basi wafanya biashara kadhaa walisogea waliokuwa wakisalimana Regina mara baada ya kumuona. Mara baada ya hapo waliita watu na kuwachukua wale watoto na kwenda kuwasimamisha katika mabango waliokuwa wameandaa. Mabango hayo yalikuwa na majina yao kama vile
walikuwa wakihofia wasipoandika majina kuna mtu anaweza kutowatambua. "Huyu Gondo nani?" aliuliza Hamza ambaye hakuwa na uso mzuri kabisa. Ilikuwa ni wazi kabisa watu hao wanawatumia hao watoto kujitafutia sifa, na sio kwamba wapo na moyo wa dhati wa kuwasaidia. Sasa Hamza aliwachukulia Madam Warden, Mzee Hiza na watoto wa kituo cha Morogoro kama familia yake. Hivyo ilikuwa kawaida kutokuwa na furaha kwa kuona tukio hilo. Mara baada ya kuona sura ya Hamza, Regina alijua tu lazima atakuwa amekasirika. "Ni katibu mkuu wa Wizara ya Biashara na Viwanda. Ni mfanya biashara mkubwa tu wa kuzalisha chuma. And najua utakuwa umekasirika, lakini hakuna haja ya kulikuza hili swala kwani haitakuwa nzuri kwa watoto." Hamza macho yake alisinyaa. Kama isingekuwa hakutaka kumtia wasiwasi madam, angeshafanya jambo mpaka muda huo. Mara baada ya watoto hao kupangwa vizuri mbele ya mabango, wafanyabiashara wale walisogea wakiwa na matabasamu ya kutosha usoni, na picha zikaanza kupigwa na waandishi wa habari ambao walionekana kabisa walikuwa maandaliwa kwa kazi hiyo. Sasa Gondo akasema kwamba Boss Regina, unaonaje ukiungana na sisi? Haina haja ya kuwa na bango la kukutambulisha. Sura yako ni utambulisho tosha. "Haina haja," aliongea Regina akitingisha kichwa. Ukweli ukaribisho huo ulikuwa ni wa kinafiki tu. Na Gondo na wenzake hawakutaka Regina ashiriki kwa sababu walijua Regina akiwa sehemu ya picha hawataonekana tena. Muda huo sauti ya maringo na hatua za kimapauzi zilisikika. Sauti ilisikika ikisema, mbona kuna shambra sana hapa?" Alikuwa amevalia gauni refu lenye pasua la size hivi na kikoti cha manyoya kilichomkaa vyema kabisa mwilini na kumfanya onekane kama malkia. Uvaji wake, msikilizaji, uliopitiliza ulivutia watu wengi sana. Hata Regina ambaye alikuwa na muonekano wa kuvutia kidogo alifunikwa na vazi hilo. "Oh, Boss Yulia, naona umefika na wewe muda mwafaka kabisa. Unaonaje ukiungana na sisi na kuweza kupiga picha kadhaa?" "Katibu Gondwe, huyo msichana mbele yako anavutia mno. Naweza kumkumbatia?" aliongea Yulia. Walipokuwa wamesimama katikati ya wanaume hawakuwa na furaha. Sasa baada ya kumuona Yulia, macho yao yalichanua. Kuna jamaa mmoja akasema, "Damu kubwa, wewe ni mrembo sana." Yulia kusikia hivyo alifurahi. Basi alinama chini kumkumbatia. Mtoto mmoja akasema, "Niambie jina lako, unaitwa nani?" Akasema, "Naitwa Esma Bando." "Esma Bando? Jina limekaa vizuri mno. Na ulivyonenepa kama kakifurushi." Esma akasema, "Ni Bando sio kifurushi." "Okay Esma Bando, mimi dada yako mkubwa, nitakupeleka kula vitu vitamu baada hapo. Umesikia?" Yule mtoto akasema, "Sada mkubwa." Yule akasema, "Haya jamani, uheshimiwa, huyu mtoto ni mdogo sana, mimi naondoka naye." Aliongea Yulia. Gondo na wenzake walijifanyisha kutokumuelewa na kuendelea kutabasamu na kumwacha Yulia aondoke na Esma Bando. Yulia akiwa amembeba Bando alienda mpaka mbele ya Regina na Hamza, na kwa macho ya kichokozi alimwangalia Hamza. "Naona umekuja naye." "Nilijua hata kuambia." Hamza alishia kutoa tabasamu la uchungu tu. Ingekuwa vizuri kama asingeongea chochote. Regina alimwangalia Hamza na muonekano wa maswali ila hakuongea chochote. "Esma, eti kati ya mimi na huyu dada nani mzuri?" aliongea Yulia. Esma alimwangalia Regina kwa macho suku na hisia. Haikueleweka Regina alimfanya nini Bando mpaka kumchukia. "Dada mkubwa, wewe ni mrembo mno kuliko hata dada mbaile wewe." Regina mara baada ya kusikia hivyo alijikuta kipando na hasira na alichukia kuona hawezi kushindana na mtoto mdogo. "Dada mbaile? Regina, umefanya nini hao watoto kiasi cha kuwafanya wasikupende?" "Watoto hawana dhambi bwana, hawezi kudanganya. Ila sio mbaya, nadhani awamu hii nimekushinda." Yulia mara baada ya kuongea hivyo aliondoka na Bando kuelekea upande wa vioski. "Huyu mwanaramu namchukia sana," aliongea Regina huku akipiga miguu yake chini kwa hasira. Hamza alihisi kichwa chake kianza kumuuma. Ilionekana mbele ya Yulia Regina alionekana bado mdogo sana. "Mbona unaongea? Ni kweli yeye ni mrembo kuliko mimi?" "Inawezekana vipi sasa? Hakuna mwanamke kwenye hii dunia mrembo kumzidi mke wangu." Regina licha ya kusikia kauli hiyo alishindwa kuimeza hasira yake.
Yaani kama ningejua bora hata nisingekuja. Nimekasirika sana kumwona mwanamke. Naam, muda huo Katibu Gondwe alimaliza kupiga picha na watoto wa kituo cha FUT, na hawakuwa wamealika hao tu wa Morogoro, bali walikuwa wameita watoto wengine ambao pia walipiga nao picha. Hamza kuona yoyote, moyo wake ulijisikia vibaya, lakini asingeweza kufanya chochote kutokana na mazingira yalivyo. Mara baada ya warden kumaliza, aliwachukua watoto na kumsogelea Hamza. Nini kimekutokea? Mbona sura yako imekuwa mbaya hivyo? Hakuna tu. Toto mjinga, unadhani mimi sijui unafikiria nini? Lakini katika ulimwengu huu kuna vitu ambavyo mtu hawezi kukataa hata kama hapendi au hafurahishi navyo. Ila hayo ni mambo ambayo unakubaliana nayo tu kwa sababu ni ya kupita. Haijalishi mabosi wanatuchukuliaje, ila ili mradi tuna hela ndani ya kituo chetu za kusaidia maisha ya watoto, sioni haja ya kufikiria sana. Si ndio malengo ya kituo? Hamza na Regina mara baada ya kusikia maneno ya mwanamama huyo, walishangaa baada ya kuona kwamba Madam Warden alikuwa akijua unafiki wa matajiri hao. Kwamba acha wajionyeshe tu hapo kwamba eti wanasaidia, lakini wao kama kituo wanafahamu wana pesa ya kutosha kwenye akaunti yao. Ila aliamua tu kubaliana nao kwa ajili ya watoto. Madam, ni mara chache sana kwa kubali watu, ila kwako nimetokea kukubali sana. Regina, haina haja ya kuwa serious hivyo. Mimi na Hiza tayari ni wazee na hatuna muda mwingi wa kuendelea kuwasaidia hawa watoto. Kwa hiyo ikitokea fursa ya kuwasaidia, basi kitu pekee ni kufanya tu kile inalowezekana kufanikisha. Ijapokuwa malengo yetu kwa sasa ni kutafuta mtu ambaye anaweza kurithi nafasi zetu. Madam Warden, kwani mna shida ya kiafya? Nakumbuka hata mara ya mwisho mzee Hiza alionekana kukonda sana. Na hata wewe pia unaonekana kunyongweni, ni kama kunyongonyea hivi. Unajua ukiwa mzee ni kawaida kukonda. Bado na afya nzuri tu, hata usiwe na wasiwasi. Sijui, ila sidhani kama kutatokea viongozi wazuri wa kituo kama wewe na baba Hiza. Unaonaje tukisaidia, yani itakuwa vizuri mkipata mrithi mapema sana na kustaafu. Anaongea Regina. Hata Hamza alikuwa akifikiria hivyo hivyo, ila hakujua nani angefaa kuongoza kwa kurithi nafasi za wazee hao. Regina alisalimiana na baadhi ya watu waliofahamiana nao kabla tukio kuanza. Sasa muda mchache baadaye Hamza na Regina walionyeshwa siti zao na kwenda kukaa mbele kabisa. Haikuchukua muda mrefu, viongozi kadhaa wa serikali walipanda jukwani na kutoa hotuba fupi ambayo ilikuwa ndio kama ufunguzi wa tukio hilo la mnada na harambee. Hatua ya kwanza ilikuwa ni mnada kwanza na kisha ndio harambee ingefuata. Na haraka ili kuokoa muda, mtu wa kuongoza mnada alikaribishwa na rasmi mnada ukaanza. Msikilizaji, kitu cha kwanza kupigwa mnada ni mchoro kutoka katika moja kituo cha kulelea yatima kilichopatikana mkoani Tanga, wilaya ya Lushoto Mlimani huko. Kulikuwa kuna kila aina ya vitu, hiyo michoro, vifaa vya kuchonga na vitu vingine vingi tu vya kisanii. Lakini hata hivyo vitu hivyo havikuwa na thamani sana. Afisa fundi uliotumika haukuwa ule mkubwa, ila matajiri walivinunua kwa hela nyingi zisizopungua 400,000. Sasa ilivyofikia zamu ya watoto wa kituo cha FUT wakiongozwa na wadeni wao, waliweza kutoa karatasi kubwa kabisa iliyokuwa ni kama imekunjwa hivi. Na mara baada ya kufunguliwa, kulionekana michoro ya aina nyingi katika karatasi ya pamoja. Moja ikiwa ni maua, michoro mingine ilikuwa ni majengo na kadhalika. Ilionyesha dhahiri watoto walishirikiana kuchora mchoro mmoja na kisha kuupatia jina la mchoro wa kesho yetu. Sasa MC wakati wa kutolea maelezo mchoro huo, alimpa nafasi pia Madam Warden kusimama, huku akisema hela zote zitakazopatikana katika mchoro huo zitaenda moja kwa moja katika kituo chake bila ya kupunguzwa hata kidogo. Basi akasema kwamba bei ya kuanzia ya huu mchoro ni 100,000. Kila mtu anapaswa kuongeza 50,000 kila anapotaja bei. Basi Gondwe aliinua kibao akasema nitachukua kwa milioni 10. Msikilizaji, kununua mchoro kwa milioni 10 licha kutokuwa na thamani ilionekana kiasi kingi cha pesa. Na watu wengi walimpongeza kwa kupandisha bei haraka mpaka kufikia milioni 10 kutokea 100,000. Basi aliongea akiwa amesimama akasema kwamba watoto ni taifa la kesho. Siwezi kuwasaidia watoto wote kwa hiki kiasi kidogo,
Kitu pekee ninachoweza kufanya ni kuonyesha ukunjufu wangu tu wa moyo. Hivyo msinipongeze sana. Mimi Gondo ni swala dogo sana ili kwangu. Aliongea hivyo. Sasa kutokana na alichofanya, watu wengi waliona aibu kushindana naye. Isitoshe walifahamu ndio aliyewaalika watoto wa kituo cha food kutoka mbali Morogoro huko. Hivyo alihitaji nafasi ya kujionyesha. Si unajua tena sometimes kuna watu wanahitaji kujimwambafai nini. Hivyo mabosi waliona haina haja ya kufanya mambo kuwa mengi. No. Isitoshe mchoro huo ulikuwa ni kama takataka tu baada ya kununua. Hata kama ungeuzwa kwa 10,000, usingekuwa na thamani hiyo. Hivyo hakuna aliyehitaji. Mara baada ya Gondo kuongea hivyo, pale alitembea na kumsogelea Madam Aden na kupeana naye mkono huku akiwapa nafasi waandishi wa habari kupiga picha. Sasa Madam Aden hakuona shida. Alionyesha ushirikiano na alienda mbali kutoa shukrani zake nyingi kwa niaba ya watoto. Mara baada ya kuona tukio hilo na matendo yanayoendelea, Hamza alishindwa kabisa kuzikabili hasira zake na kuishia kucheka kikauzo na kuongea kwa sauti akasema, baada ya kupiga picha zote hizo, unatoa hela ndogo hivyo? Ingawa sauti yake haikuwa kubwa sana, lakini ilitosha watu wengi kuisikia ndani ya ukumbi huo uliokuwa tulivu. Isitoshe pia mwanaume ambaye ameambatana na Regina alikuwa ni sehemu ya macho ya watu wengi na walitamani kujua ni nani hasa, lakini hawakuweza kuuliza. Katibu mara baada ya kusikia kauli ya Hamza, muonekano wake ulikakamaa na aliishia tu kutoa tabasamu kuficha hasira yake. Akasema ya kwamba wewe ni mshirika wa mkurugenzi Regina, sio? Inaonekana una maoni mengi kuhusu mimi. Naweza kujua jina lako na cheo chako kama utojali? Mimi sio mdoshi kama wewe. Kazi yangu ni ulinzi tu. Nini? Mara baada ya kusikia Hamza alikuwa ni mlinzi tu, halafu anajaribu kuongea pumba, ajikuta akikunja uso wake kwa hasira. Yaani mlinzi tu halafu unathubutu kujeli ukarimu wangu, Boss Regina, ni tabia gani hii ya mtu uliyekuja naye? Hujamwelewa tulichomaanisha, anasema punguza ubaili. Katibu ghafla tu alikosoa usemi na kufanya watu waliosikia kauli hiyo kushindwa kujizuia na kuachia kicheko. Regina alimwangalia Hamza kwa sekunde kadhaa na kisha aliinua kibao chake juu. Nitanunua kwa $100,000. Wimbi kubwa la mako ile lilisambaa karibia kumbi mzima mara baada ya kusikia kauli ya Regina. Hata mwendesha mnada mwenyewe alijikuta akishangaa na kudhania labda amesikia vibaya. Sasa aliongea akasema, samahani mkurugenzi Regina, unamaanisha $100,000? Regina akaitikia ndio. Sasa Hamza aliishia kumwangalia mke wake na kujiambia huyu msichana anaelewa kauli ya mke anapaswa kumfuata mume. Kiasi hicho cha pesa kilikuwa ni kikubwa kulinganisha na $10,000,000 aliyotoa katibu na kumkomesha kabisa. Sasa mwendesha mnada alijifikiria mwenyewe na kujiambia, kama mchoro huo unaweza kuuzwa kwa $100,000, sijiwe la rangi tu kando ya barabara linaweza kugeuka almasi na kuuzwa kwa bilioni. Msikilizaji, waandishi wa habari waliokuwa ndani ya eneo hilo walimulika Regina na picha za kutosha na hawakumjali tena katibu Gondo. Kamera zote zilimgeukia ni Regina, ni mwendo ni picha tu. Kwenye vichwa vyao walikuwa wakijiambia, hiyo ni taarifa kubwa kesho kwenye vyombo vya habari. Katibu Gondo alikuwa na hasira kiasi kwamba uso wake mweupe uligeuka kuwa mwekundu. Ilikuwa ni ngumu kwake kutoa zaidi ya $100,000 kununua uchafu unaoitwa mchoro kwa ajili ya kushindana na Regina. Basi mwendesha mnada akasema kwamba $100,000 kwa mara ya kwanza, $100,000 kwa mara ya pili. Ile watu walipodhani Regina anakwenda kutoa mchoro kwa kiasi cha $100,000, sauti nyingine kutoka nyuma ilisikika ikisema $200,000. Yulia na sauti ya maringo kaliongea bwana, akasema $200,000. Unajua msikilizaji, hali ya msisimko ilipaishwa zaidi na kauli ya Yulia. Sio kwamba eti hakukuwa na matajiri, kulikuwa na matajiri wakubwa tu kama tajiri Salim, tajiri Bilal, tajiri Rosti na wengine. Licha ya kwamba wengi wao walikuwa wakitoa misaada kwa watu wenye uhitaji, lakini ni wachache waliokuwa na moyo wa kutoa zaidi ya $200,000 kwa pamoja. Afu kingine, hakuna ambaye alikuwa tayari kushindana na mrembo Regina, ambaye alikuwa ni kama malaika wa biashara ndani ya Tanzania. Waliona haina haja ya kushindana na mwanamke huyo. Umati huo ulishindwa kujua nini kinaendelea. Ukweli ni kwamba Gondo ambaye alipanga kuchukulia mnada huo kama sehemu ya kujitangaza katika mbio zake za kuwania ukurugenzi wa shirika la misaada duniani ukanda wa Afrika, hakujua cha kuongea tena.
kwani alifunikwa na akafunikwa tena. Yaani ni amepoa na amepoa tena. Mwanzoni aliona ni sawa kwa mwanamke kauzu kama Reji kushindana naye, maana alishazoea kama mfanyabiashara. Lakini mpaka Yulia, mwenyekiti wa makampuni ya Prima Wanyika, nani wa kuthubutu kushindana naye? Ile hali hata cheo chake tu kilitokana na connection na familia hiyo. Basi katibu huyo alisha kutoa tabasamu la wasiwasi na kisha bila kupenda alijikalisha chini na kutulia tuli. Ilionekana dhahiri hakutaka kuendelea kutaja bei. Hamza upande wake alihisi kuna kitu hakipo sawa, na ilikuwa ni kweli, kwani mara baada ya kumwangalia Regina, macho mwanamke huyo yalikuwa na hali ya kuuzu usiku wa kawaida. Upande mwingine Yulia alikuwa akijisikia raha. Alimwangalia Regina na tabasamu la kejeli lililojaa uchokozi. Unajua kuna vita zao zinaendeleza chini chini. Yaani ni kwamba msikilizaji, Yulia anataka mshinde Regina popote pale palipo na nafasi ya kuweza kumshinda. Milioni 300. Regina aliinua kibao kwa mara nyingine na kuongea. Kwa mara nyingine hadhira ilishikwa na mshtuko. Mwendesha mnada kidogo tu azimie. Jamani. Gondwe alishia kutoa kitambaa tu na kujifuta jasho. Yaani hakutaka kuongea neno na alishia kujiuliza, hawa ni watu gani hawa? Alikuwa akifikiria kutoa kiasi kikubwa cha pesa, maana aliona kama ni angekosa huo mchoro. Ingekuwa ni ngumu kwake kujitangaza na picha alizochukua. Sawa. Milioni 300 kwa mara ya kwanza. Bila kusubiri mwendesha mnada kuongea kwa mara ya pili, Yulia alinua kibao. Yaani alinua mkono wake tena. Bilioni 1. Kwa namna ambavyo Yulia alitamka neno bilioni 1, ni kama alikuwa kwenye duka la mangi ananunua pakiti ya sigara. Matajiri wenye asili ya Kihindi na Kiarabu waliokuwa ndani ya eneo hilo walijikuta pia wakishikwa na butwa. Bilioni 1, like seriously? Kwa mchoro tu ambao ni kama like kwao waliona ni kubwa sana na ingefanya mambo mengi ya kuendesha biashara zao. Baadhi ya wajasiriamali waliokuwa na mitaji chini ya bilioni 1 sura ziliwashuka. Ilikuwa ni hela nyingi sana. Basi kuna jamaa mmoja akasema kudadadeki. Naota ama ni kweli Yulia akatangaza kutoa bilioni 1 kwa ajili ya ule mchoro? Kwa maisha yangu yote ni bwana mdogo ndani ya sura yangu anayeweza kutema bilioni 1 pekee. Basi wenzake walicheka. Bilioni 1, msikilizaji, inayotamkwa hapo nadhani unaielewa ile rangi fulani hivi. Yes. Claim sio claim nini? Idadi yake ni bilioni 1 na ushare huko. Kwa hiyo ndio hivyo. Basi kundi hilo la watu walishia kucheka na kushanga, lakini kwa wakati mmoja walimwonea wivu Aden kwa kuwa na bahati namna hiyo kwenye usiku huo wa mnada. Upande wa Madam Aden alitaka kuzimia licha ya kwamba kituo chake kishapokea msaada mkubwa, lakini bilioni 1 ilikuwa ni hela nyingi sana. Hamza kujali ni kiasi gani Yulia anatumia. Jambo kubwa hapo ni kwamba Regina alikuwa akitaka kupasuka kwa sababu ya Yulia. Regina alishia kugeuza kichwa chake na kumwangalia Yulia na kisha pale pale alikunja ngumi na kuinua mkono wake juu. Bilioni 10. Waliokuwa kimya wakinywa vinywaji wengine walijikuta wakipariwa, wakitema chini kama vile vinywaji vimekuwa vichungu ghafla mara baada ya kusikia kauli ya Regina. Eneo lote lilipatwa na hali ya ukimya ghafla. Matajiri waliokuwa ndani ya eneo hilo ghafla tu walijikuta mikono yao ikianza kutetemeka. Hawajawahi kuona mnada kichawa namna hiyo ukitokea ndani ya ardhi ya Tanzania, tena kwa kununua mchoro ambao haukuwa na thamani yoyote, lakini ghafla tu unafikia thamani ya 10 billion, like seriously? Yulia alijikuta kikunja sura huku akimwangalia Regina na mshangao. Akasema kwamba boss Regina, usiwe na haraka, bilioni 10 ni hela nyingi sana. Kusema kweli kabisa haina haja kushindana na Yulia, utajiri wao ni wa kifamilia. Sasa baadhi ya wajasiriamali waandamizi waliokuwa na mahusiano mazuri na Regina walijaribu kumtuliza atengue kauli. Bilioni 10 waliona ni hela nyingi sana. Ni ngumu kwa Regina kuwa na cash ya kiasi chote hicho cha pesa, labda auze hisa za kampuni au kuuza vitu alivyokuwa kimiliki. Yaani kwa lugha nyepesi ni kwamba kama Regina angetumia bilioni 10, maana yake asingebakiwa na hela binafsi zaidi ya hisa za kampuni pekee ambazo ndio utajiri wake ambao unakadiriwa. Japokuwa ni kiasi ambacho anaweza kupata ndani ya muda wa mwaka mmoja tu, lakini bado kilikuwa kiasi kikubwa cha pesa.
Hamza hata yeye aliona mwanamke huyo alikuwa amekurupuka. Ingawa alifurahi kuona kituo kinakwenda kupata kiasi kikubwa cha pesa, ila hakutaka mke wake kutumia nusu ya hela zake zote kwa sababu eti alikuwa na hasira juu yake kwa kujihusisha na Yulia. Wife, naomba nisikilize sawa, hakuna haja ya kutoa kiasi chochote hicho cha pesa. Yulia anatumia hela za familia yake, ila wewe unatumia za kwako ulizopata kwa jasho. Aliongea hivyo Hamza. Sasa baada ya kuongea hivyo, Regina alishia kumpotezea Hamza na alimwangalia Yulia akiwa kimya tu. Vimuli vya kamera vilikuwa vikimulika Regina mfululizo. Muda huo hakuna aliyethubutu kuondoa kamera katika eneo ambalo Regina amekaa. Sasa MC naye hakuwa na haraka ya kutangaza, alivuta pumzi nyingi na kumsubiria Yulia kuongea. Yulia alishia kusinyaza macho yake kwa muda, na mara baada ya kufikiria kwa sekunde kadhaa, aliishia kushusha kibao chake chini huku akishusha pumzi. Ingawa alikuwa na hela nyingi, lakini kama angetumia bilioni 10, watu wa familia yake wasingekuwa na furaha naye. Hata kama ni kifamilia, kiasi hicho cha pesa kilikuwa ni kubwa mno. Sasa MC mara baada ya kuona hivyo, haraka sana alitangaza na kisha akagonga meza chini kwa sheria mchoro umeuzwa. Sauti nyingi za makofi zilisikika ukumbi mzima. Licha ya kwamba baadhi ya watu kumuona Regina kama kichaa, lakini wengi walimpongeza kwa ujasiri wake. Watu wengi walitegemea kuanzia kesho na sherehe zote za Christmas na mwaka mpya, tukio la Regina lingekuwa mada ya moto itakayovuma. Katibu Gondwe alishia kufyata tu huku macho yake yakiwa yamemtoka. Licha yeye pia kuwa mfanyabiashara, 10 bilioni ni hela zake zote za uendeshaji katika biashara zake, na ule mpango wa kutumia picha kujipa promo ulifutika mara moja. Sasa baada ya mchoro kununuliwa kwa bilioni 10, mnada uliofuata ulipooza ghafla. Hata tukio la harambee, hela iliyokusanywa haikufikia hata nusu ya kiasi ambacho Regina ametoa. Mwisho wa mnada na harambee, MC alikubali ombi la wengi na kumwalika Regina juu ya stage kwa ajili ya kutoa neno. Na kipi kimemsukuma mpaka kuamua kutoa kiasi chote hicho cha fedha? Hamza mwanzoni alijua mwanamke huyo asingekuwa tayari kupanda juu ya stage na kuongea, lakini ilikuwa ni nje ya matarajio yake mara baada ya kumwona Regina akisimama na kuanza kuzipiga hatua kusogelea stage. Muonekano wa Regina ulikuwa ni wa kikauzu na utulivu wa hali ya juu sana mara baada ya kupokea microphone. Nafahamu wengi wenu sasa hivi mnadhani labda nimekuwa kichaa kwa kufanya kitu ambacho naweza kujutia. Ukumbi wote ulikuwa kimya, huku wengi wakiongea chini chini. Ilikuwa kweli, watu wengi walijua Regina anafanya kitu ambacho angejutia baada ya hapo. Katibu Gondwe, naomba nikuulize swali. Ukiachana na harakati zako za kisiasa kama mfanyabiashara, umewezaje kupata hela zote ulizonazo? Watu wengi walishangaa. Hakutegemea Regina angemuuliza Katibu Gondwe swali lingine. Katibu Gondwe alikuwa kwenye mudi mbaya mno. Kama sio Regina, yeye ndio angekuwa star wa usiku huo. Basi mara baada ya kusikia swali kutoka kwa adui wa maendeleo yake, alishia kulazimisha tabasamu. Kama mjasiriamali nilijua ni nini wajibu wangu kwa jamii, na pili uwezo nao. Uongo. Regina alikataa waziwazi jibu la katibu wa biashara na viwanda na kufanya matajiri wengi waliokuwa ndani ya eneo hilo kumshangaa. Ni kama hakutegemea kama Regina angekataa jibu waziwazi. Katibu Gondwe aliishia kutoa tu mdomo, huku akiwa na hali ya ukoso wa amani, na kama wanaume hakujua namna ya kurudisha jibu. Hamza alishia kuangaza macho yake kulia na kushoto, na alijikuta akishangaa mara baada ya kuona uwezo wa mke wake kuongea mbele ya watu ulikuwa wa juu mno. Aliona watu wengi walikuwa kimya wakitaka kusikia kile anachokwenda kuongea. Sasa mara baada ya muda wa kimya, kila mtu akiwa amemkazia macho kwa makini, Regina aliendelea kuongea. Nimekataa jibu lake kwa sababu sio yeye tu ambaye anaweza kupata hela. Kuna watu wengi hapa wanaweza kutengeneza pesa. Ndio maana mpo wengi mliokaa hapa. Kila mtu atakayemuuliza atakuwa na jibu hilo hilo. Hakuna ambaye atakataa kwamba hana uwezo kutengeneza hela. Kuwa na uwezo kutengeneza pesa sio kwa sababu ya wajibikaji wenu kwa jamii. Sababu ambayo inawafanya kuwa na uwezo kutengeneza kiasi kikubwa cha pesa ni kwa sababu mnajisikia vizuri mkiwa na hela nyingi. Hivyo mpo tayari kufanya chochote kuona mna hela nyingi. Kwenu hela ni kama madawa ya kulevya. Hamna namna kujisikia vizuri pasipokuwa na hela za kutosha. Watu wengi walimsikiliza kwa makini,
Wengi walikubaliana naye na wachache pia ambao hakukubaliana naye walikuwepo. Sasa kuna mmoja akasema kwamba Boss Regina yupo sahihi. Sio uwezo wetu unaotufanya kuwa na pesa nyingi pekee, bali ni tamaa zetu ndio zinazotusukuma kutengeneza pesa nyingi. Matajiri wanapenda kuona akaunti za benki zikizidi kuongezeka masifuri na hakuna kiasi ambacho wanaweza kusema hiki kinanitosha. Kwa hiyo mmoja wapo aliongewa msikilizaji aliamini matajiri kuwa na hela nyingi sio kwa sababu ya uwezo pekee wa kuzitengeneza, bali kutokana na hela kwao kuwa sehemu ya furaha yao. Wapo tayari kufanya lolote hata kama ni nje ya uwezo wao kuona wanaingiza hela. Inahitajika matamanio ya kuzipenda hela sana ndio kuweza kuzipata nyingi, kwani bila matamanio huwezi kwenda mbali kuzipata. Pengine wote mnashangaa kama nimeweza kutengeneza kiasi chote hiki cha pesa kwa nguvu kubwa. Kwa nini nitumie kiasi kikubwa kwa mara moja kutoa msaada? Sababu ni moja tu kwangu, ya kwamba mimi hela kwa sasa zinifurahishi. Watu wengi walikunja sura. Kama isingekuwa Regina anayetamka maneno hayo, hakuna ambaye angeendelea kusikiliza. Nani asiyefurahishwa na hela? Nani? Wewe mwenyewe hapo msikilizaji una shida na KF10. Nani? Hizo si kauli za maskini pekee. Kauli maarufu ya kwamba eti sizitaki mbichi hizi. Nani ambaye asiyefurahishwa na hela? Watu tuna shida na hela bwana. Ni wangapi kati yenu mnakumbuka mara yenu ya kwanza kuingiza kiasi kikubwa cha fedha? Ni hisia za aina gani mlizozipata? Yaani ni furaha gani mliojisikia? Aliulizwa Regina, huku yeye mwenyewe akiwa amenyoosha mkono juu. Matajiri wengi waliokuwa ndani ya eneo hilo walinyoosha mikono yao juu wakiwa na hali ya kumbukumbu za nyuma. Kwao kiasi kikubwa cha kwanza kutengeneza katika maisha yao, hisia walizozipata ndio zilikuwa za aina yake. Mimi bado ni mchanga, lakini najua fika baada ya miongo kadhaa nitakuwa kama mabosi wengi mliopo hapa. Nitakuwa ni mwenye kukumbuka siku niliyoweza kuingiza kiasi kikubwa cha pesa kwa mara ya kwanza. Hata hivyo, je, sasa hivi ni kama mwanzo? Je, mkiingiza kiasi kikubwa mnapata na hisia mlizopata wakati mkipata kiasi kikubwa cha pesa kwa mara ya kwanza? Jibu ni kwamba hamwezi. Sasa hivi mnajua hata kama mpate hela nyingi, hamwezi kuwa na furaha wala kupata msisimko mliokuwa nao mlivyofanikiwa kwa mara ya kwanza, si ndio? Unajua sisi ni kama shetani ambao ili tuishi lazima tule hela bila kukoma. Ndio maana kila kukicha tunawaza kukusanya hela ambazo tayari zishakoswa thamani kwetu. Na kadri tunavyokula hela ndio njaa zinavyozidi kutushika na kuona labda kiasi fulani kitanifanya kuwa na furaha. Hivyo ngoja nijitahidi. Tunaishia kununua private jet, maboti ya kifahari, makasiri na mengine yetu, lakini licha hivyo kila kitu kinakuwa kawaida. Hatimaye tunaanza kufa ganzi, tunapatwa na homa ya ajabu inayoitwa kutokuridhika. Msikilizaji, hivi umemsikia Regi? Umemsikia Regi? Kama hujamsikia rudisha nyuma kidogo umuelewe. Ni kweli kabisa. Hata we mara ya kwanza tu kuipata shilingi 10,000 ama 100,000 ulifurahi mno, yani ulifurahi mno. Lakini je, leo 100,000 kwako si unaiona tu ni kama hela kitunguu? Kwa unajikuta unapata ugonjwa ama unaanza kufa ganzi na wewe msikilizaji, na kupatwa na homa ya ajabu inayoitwa kutokuridhika. Na hadi kuna matajiri wengine bado wanatengeneza bidhaa shilingi 50, yani bado furaha yao ni matajiri wengi msikilizaji walikuwa na hali zisizoelezeka katika nyuso zao. Ilikuwa ni kweli zamani kupata bilioni kuliwafanya kuwa na furaha, lakini kipindi hicho kupata bilioni haikuwafanya kuwa na furaha. Walitaka mabilioni, na watu wakipata mabilioni wanajikuta hawaridhiki na wanataka zaidi na zaidi, yani wanataka matrilioni. Sasa mwisho wa siku inakuwa sasa sio kutafuta hela tena, bali ni ugonjwa wa kutoridhika ndio ambao unafanyaje, unawasumbua. Sasa mmoja wa wafanyabiashara akasema ya kwamba Boss Regina, hizo ni athari za kuwa tajiri, kila jambo lina faida na hasara zake. Mwingine akauliza kwamba kama unahisi hela ni ushetani, kwa nini usitoe zote msaada kanisani au msikitini? Mnapaswa kuniuliza kwa nini nimetoa bilioni 10 kama msaada. Jibu ni hili, najisikia vizuri sana hapa. Kabla sijawaza kutoa msaada wa bilioni 10, sikuwaza kabisa nitapata hisia kama nazipata sasa hivi. Ni hisia zile zile nilizozipata baada ya kupata kiasi kikubwa cha pesa kwa mara ya kwanza.
Kutumia hela bila kufikiria ni kiasi gani utapata ni dawa nzuri ya ugonjwa mliokuwa nao matajiri. Imenifanya sasa hivi nijue ni nini nakitaka na sio pepo wa hela anachokitaka kwangu. Kutoa ndio njia pekee ya kulimiliki pepo la njaa ya hela na sio pepo la hela kukumiliki wewe. Mimi ninachokitaka ni umiliki. Sitaki hela, nataka kuyamiliki maisha yangu. Regina mara baada ya kutamka kauli ya mwisho kwa nguvu, matajiri wengi walikumbwa na bumbuazi. Wote walionekana kuathirika na maneno ya Regina kama vile alikuwa akiwahubiria. Basi sauti ilisikika tu ya kwamba vizuri, umeongea vyema. Haikujulikana nani aliyeongea wa kwanza, lakini ghafla tu watu waliunga mkono na makofi mengi yalisikika. Mmoja akasema ya kwamba shenzi kabisa, hata mimi pia ngoja nitoe kiasi kikubwa cha pesa kujitia hasara tu bwana. Kufikiria tu kutoa bilioni kadhaa na hisi mwili kunisisimka. Tajiri mwingine akasema, ndio kabisa bwana, msisimuko wake unaonekana kuwa mzuri zaidi kuliko kununua boti ya kifahari. Matajiri wengi walionekana hisia zao kuamka. Waliona pengine wakitumia hela zao nyingi kutoa msaada, wanaweza kuipata furaha ambayo wameikosa kwa muda mrefu licha kununua vitu vingi vya kifahari. Regina alishuka nje ya stage, alipongezwa na makofi mengi sana mpaka aliporudia siti yake. Hey wife, kwa hiyo kumbe uwezo wako wa kuongea mbele ya watu ni mkubwa kiasi hiki. Nilijua huwezi kuongea neno hata moja mbele ya kadamnasi ya watu. Kama sijui kuongea mbele ya watu, nawezaje kuwasiliana na wafanyakazi wangu? Usiniambie kwenye vikao naenda tu kukaa kimya. Hamza alikuwa akijua Regina alikuwa na confidence ya kutosha kuongea mbele za watu. Ni hivyo tu alikuwa akitafuta namna ya kumsifia. Lakini mke wangu, unapanga kweli kutumia bilioni 10 kwa ajili ya kutoa msaada? Mbona ni kama hela nyingi sana, Umemfanya hata Madam Warden kuchanganyikiwa. Bila kusubiri Regina kujibu, Julia alisogea. Hamza alikuwa na wasiwasi ni kauli gani mwanamke huyu anakwenda kuongea. Regina, nimekubali kushindwa leo. Hotuba yako imekuwa ni yenye kugusa sana. Asante. Regina alijibu kavu. Julia alishia kumwangalia Hamza na muonekano wa kichokozi. Kesho tunaelekea nyumbani kusherehekea sikukuu ya Christmas na mwaka mpya. Unapaswa kutafuta muda wa kuonana kabla sijaondoka. Aliongea hivyo. Hamza mara baada ya kusikia sentensi hiyo, miguu ilimlegea na alitamani kumpiga Julia kibao cha makalioni. Kuongea hivyo kama sio kumtafuta matatizo ni nini. Lakini Julia alikuwa ashaondoka baada ya kurusha bomu na kumwacha yeye na Regina pekee. Aliangaliwa na jicho lisilokuwa la kawaida. Wife, sio kama unavyodhania. Ameongea vile kwa ajili ya kutaka tu kutugombanisha, usimsikilize bwana. Unapaswa kumwahi, amekwambia narudi nyumbani kwao. Aliongea Regina na kisha pale pale alitembea kumsogelea Warden. Madam Warden alikuwa bado katika hali ya kiwewe. Bilioni 10 za haraka alijihisi ni kama anaota hela, ni kama anaota hela zinamdondokea kutoka juu angani. Mkurugenzi Regina, unajua nashindwa kujua ni kwa namna gani ni kushukuru kwa ukarimu wako jamani. Natamani hata kupiga magoti na kukushukuru kwa niaba ya watoto na wafanyakazi wote wa kituo. Madam, unaje kwa hivyo? Ni kama nilivyosema, nimetoa kiasi hiki cha pesa kwa ajili yangu binafsi kuweza kujisikia furaha tu. Kwa hiyo umefanya mambo mengi sana mazuri kulinganisha na mimi kwenye maisha yako. Unajua hili sio jambo dogo kabisa. Ukweli ni kuambia tu Regina, mimi sijawahi kuwaza tutakuja kupata kiasi kikubwa cha pesa namna hii kwa ajili ya kituo. Nashindwa hata kujua ni kwa namna gani tunakwenda kuzitumia. Isitoshe, wewe na Hamza ni mume na mke. Naona kama nachukua hela za familia jamani. Madam, kama unahisi kituo hakihitaji kiasi chote hicho cha pesa, zinaweza kugeuzwa za kitaasisi ili kufikia watu wengi zaidi. Nchi yetu ina yatima kibao ambao wanahitaji misaada. Madam Warden mara baada ya kusikia kauli hiyo ya Regina, haijikuta akishangaa kama vile alikuwa akifikiria juu ya swala hilo. Madam, ni kweli hilo ni wazo zuri sana. Unaweza kukaa chini na mzee Hiza mkajadiliana. Kama kweli mtaunda foundation itawasaidia kuwekeza hizi pesa kibiashara na kuziongeza zaidi, na faida inayopatikana itaendelea kusaidia wenye mahitaji. Si ndio wife? Hamza alitaka kumuunga mkono Regina ili kuwa na furaha, lakini ilikuwa ni kwa bahati mbaya mwanamke huyo alikuwa amekasirishwa na Julia. Hivyo aliaga na kuondoka bila kujibu.
Madam, sisi tunakuacha, usifikirie sana kuhusu ukubwa wa kiasi cha pesa. Hela inatatua shida nyingi. Kama kituo mnaweza kukaa chini na kufikiria namna ya kuzitumia mtakavyoona inafaa. Aliongea Hamza na kumfanya Madam kutabasamu. Lakini namuona Regina anaonekana kuwa na hasira, Ingawa sio sahihi kujua nini sababu, lakini nakushauri kwenda kumbembeleza. Unajua wanawake hawezi kustahimili kubembelezwa na wanaume wanaowapenda. Hamza alitingisha kichwa na kisha kumfuata Regina nje. Ile Hamza anafika nje wakati Regina akiwa sasa amefikia gari na yeye pia. Regina aligeuka na kumwangalia kwa mshangao. Unaenda wapi? Wife, tunaenda nyumbani. Nenda kamfuate huko Yulia. Kwa nini unataka kwenda nyumbani na mimi? Wife, ngoja nikwambie, alichoongea Yulia ilikuwa ni makusudi tu kukufanya uwe hivi, Ukiendelea kuwa na hisia utamfanya afurahi. Basi mpigia sasa hivi mbele yangu na umwambie huwezi kuona naye tena au akusahau. Aliongea Regina akiwa na uso wa kikauzo. Hamza mara baada ya kusikia kauli hiyo, mwili wake ulikakamaa na kujiambia yote hayo yalikuwa ni makosa ya Yulia. Ukweli Regina hakuwa na haja ya kwenda mbali hivyo, lakini uchokozi wa Yulia wa siku hiyo ulienda mbali sana. Lakini hata hivyo ingekuwa ni ngumu Hamza kusikiliza kauli ya Regina na kumpigia kwa ile simu na kumwambia eti hawezi kuonana naye tena. Muda huo Hamza alifikiria cha kuongea. Simu yake ilianza kuita na haraka sana alitoa mfukoni na kuangalia nani anampigia, na alikuwa ni Black Fog. Roda, vipi, kuna tatizo? Bazo amezingirwa na watu waliovaa maski. Inaonekana kuna mtu amepanga kumteka Irene. Aliongea Black Fog. Msikilizaji, Bazo ni moja ya maninja wa Buffalo ambao walipewa kazi ya kumlinda Irene kwa siri na kwa umakini wa juu. Kwa hiyo kama lisingekuwa swala kubwa, Bazo asingechukua hatua kupiga simu na kuomba msaada. Hata pale Irene alipopata ajali, Bazo hakuchukua hatua kwa sababu halikuwa swala kubwa sana. Labda tu Irene yupo katika hatari kubwa. Hamza mara baada ya kusikia taarifa hiyo, mapigo ya moyo alienda kasi mno kwa kuhisi tatizo ni kubwa. What position? Hamza aliuliza haraka na Black Fog alitoa majibu ya uelekeo, na Hamza alikata simu pale na haraka sana. Alifungua mlango wa gari na kuingia ndani. Hey, nini kinaendelea? Aliuliza Regina mara baada ya kuona sura ya Hamza ilivyokuwa serious ghafla tu baada ya kupokea simu. Kuna mtu anajaribu kumteka Irene. Napaswa kuwahi kutoa msaada. Wife, wewe ita usafiri wa Uber kukupeleka nyumbani. Aliongea Hamza. Regina mara baada ya kusikia kauli hiyo, pale aliingia ndani ya gari na kufunga mkanda. Wife, unafanya nini? Mimi naenda kumwokoa mtu. Hata mimi pia nataka kwenda. Haijalishi ni hatari gani unaenda kukutana nayo. Haijalishi ni wapi unaenda, usifikirie kuniacha nyuma. Aliongea Regina akiwa na macho yaliyojaa serious na ishara ya wasiwasi na woga. Hamza moyo wake ulitingishika. Alijua mwanamke huyo alikuwa akihofia swala lingine la uhai na kifo kutokea. Hivyo hakutaka kumwacha akienda mwenyewe. Ingawa Hamza aliona haina haja, lakini kuokoa muda alishakutingisha kichwa na kuliwasha gari. Alikanyaga pedali ya spidi na kuingiza gari ndani ya barabara na kutoka nduki kama chui aliyeachiwa kutoka katika kibanda chake, na kufanya watu kushangaa na kuona labda Regina alikuwa akijutia kutoa hela nyingi na sasa ukichaa umemshika. Tukio lililotokea eneo la Mikocheni kwa Rioba kwenye barabara kuu katikati kidogo ya bustani ya kuuzia miti na maua nje kidogo ya Kawe. Ni eneo ambalo lilikuwa na miti mingi na hifadhi ya viwanja vya manispaa ya maendeleo ya jiji. Mara nyingi eneo hilo lilikuwa halikosi watu ambao walikuwa wakielekea na kutoka Mwenge, lakini kutokana na muda pamoja na watu kujiandaa na sikukuu, eneo hilo halikuwa na watu wengi. Muda huo ndani ya eneo hilo kulikuwa na mapigano makali yaliyokuwa yakiendelea. Kulikuwa na watu kadhaa waliokuwa wakisogea kwenda mbele na kurudi nyuma kwa spidi kubwa, huku sauti ya vishindo na milio ya visu ikisikika. Visu viwili vilionekana kuzuia mashambulizi ya upanga mrefu. Mwanaume aliyekinga shambulizi lile alijikuta akirudi nyuma na kukwepa shambulizi lingine kutoka kwa mtu mwingine. Mwanaume wa umri wa makamo alionekana yeye peke yake akipambana na watu wanne waliovalia maski nyeusi na mavazi ya rangi ya kijivu. Kwa kuangalia tu nguvu zao zilikuwa ndogo, yani kwa moja zilikuwa ni ndogo kulinganisha na mtu aliyokuwa akimshambulia. Lakini kwa sababu walikuwa wakishambulia kwa pamoja, walionekana kufanya bwana yule kupata wakati mgumu sana. Na kilichomuongezea ugumu zaidi ni kwamba alipaswa pia kumlinda msichana mdogo ambaye alikuwa akitetemeka pembeni yake kando ya mtaro.
Irene alikuwa katika hali ya uoga kiasi kwamba mpaka machozi yalikuwa yakimtoka, huku mikono yake akiwa amekumbatia begi la madaftari akiwa anatoka kujisomea. Katika maisha yake hakuwahi kutarajia ghafla tu akiwa katikati ya barabara atasogelewa na watu waliovaa kininja na kutaka kumteka. Ilikuwa ni kama anaangalia filamu. Ni kwa bahati nzuri tu mwanaume aliyevalia mavazi meusi alijitokeza na kumkinga kwa mbele na kumwambia asikimbie, kwani kuna uwezekano wa wengine kuwepo eneo la mbele. Sasa muda ule Irene akiwa hajui cha kufanya, kwa kutokujua aendelee kumwamini mtu aliyemwambia asikimbie ama ghafla tu alihisi mkono ukilishika bega lake kwa nyuma. Ajikuta akishtuka kwa nguvu huku akigeuka nyuma mara moja. Nyuma yake alionekana mwanaume asiyemjua. Mwanaume huyo sura yake ilikuwa imepauka sana, huku macho yake akiwa amesinyaa kwenda ndani. Alikuwa ni mweusi lakini mwenye nywele ndefu mno kama za kizungu zilizofungwa kwenda nyuma, akiwa katika mavazi ya joho. Alimuita tu ya kwamba Miss Irene nifuate. Aliongea mwanaume kwa lugha ya Kiingereza, lakini sauti yake ilikuwa kali kwa sheria. Ilikuwa ni kama ya mwanamke na sio mwanaume. Irene alizidi kutetemeka mara baada ya kuona huyo mtu mwenye muonekano usio wa kawaida, pamoja na sauti yake isiyoendana na muonekano. Akauliza kwamba wewe ni nani? Akajibiwa, mimi ni mskule wa utumwa. Sina thamani ya kujulikana kwako. Aliongea hivyo. Sasa Irene akasema, mskule wa utumwa? Irene alijikuta mwili ukishikwa na ubaridi mara baada ya kusikia jina hilo. Akauliza maana yake ni nini? Akajibiwa, mskule wa utumwa ni mskule wa utumwa. Hakuna maelezo mengine. Basi aliongea kwa sauti ya kunong'oneza. Irene alijikuta kichanganyikiwa zaidi na maneno yake. Sasa akauliza kwa hofu ya kwamba kwa nini mnataka kunikamata? Akajibiwa ya kwamba mskule wa utumwa kazi yake ni kufuata maagizo ya mtumishi wake. Hatuulizi sababu. Bazo ambaye alikuwa amezingirwa na wanaume 4 wakimshambulia, mara baada ya kugeuka aliweza kumuona mskule wa utumwa na macho yake alimtoka kwa mshtuko sana. Pale pale alijikuta akipiga sarakasi 2 matata sana, huku silaha zikipita katika uso wake, na ile anatua chini alikuwa amepunguza ukaribu wake na Irene. Akasema kwamba Miss Irene, sogea karibu yangu. Irene pale pale alitaka kukimbia kumsogelea Bazo, lakini ile anataka kufanya hivyo, yule mskule wa utumwa alikuwa ameshajitokeza mbele yake na kumzibia njia. Ilikuwa ni kwa spidi sana kiasi kwamba hata Irene mwenyewe hakujua ni kwa namna gani mtu huyo aliweza ghafla tu kuwa mbele yake. Yule mskule wa utumwa hakujali mshangao wa Irene na alishia kumwangalia Bazo kwa macho makali yenye chuki. Asa Bazo pale pale alikumbwa na mlipuko wa nishati za mbingu na ardhi, na kwa spidi ya hali ya juu airuka sarakasi akiwa ametanguliza kisu mbele na kumsogelea mskule wa utumwa. Mskule wa utumwa alisogea kama kivuli na kukwepa shambulizi la Bazo, lakini ni kama Bazo alishategemea shambulizi lake atalikwepa. Vinginevyo asingeweza kujitokeza katika eneo hilo bila ya yeye kumuona. Hivyo lengo lake ni kumfikia Irene na kumpatia ulinzi. Ilionekana kundi hilo la watu walichotaka pekee ni kumteka Irene na sio kumuua. Hivyo kidogo hakuwa na wasiwasi sana kuhusu usalama wake. Hasa Bazo kwa nguvu akasema kwamba Miss Irene, kimbia upande wa kushoto kwako, endelea kukimbia na usisimame. Irene haraka sana alianza kukimbia kuelekea uelekeo alioelekezwa. Ingawa spidi yake ilikuwa ni ndogo sana, lakini alijitahidi kutumia nguvu zake zote kukimbia. Sasa yule mtumwa mara baada ya kuona vile alionekana kutokuwa na haraka na alimwangalia Bazo kwa sura kikauzu. Akasema ya kwamba unaonekana hujui kinachokufaa Mimi nitaka kufuata maagizo ya master na kutokukuua, lakini ukithubutu kuzuia alichotaka master, usije kunilaumu mimi mskule wa utumwa kuwa mkatili. Mskule mara baada ya kumaliza kuongea aliinua mkono wake juu kwa ishara ya wale maninja wengine 4 walimwacha Bazo na kwenda kumzingira Irene. Pale pale yule bwana mtumwa alimsogelea Bazo akiwa katika umbo kama la nyoka hivi. Bazo alitaka kwenda kumsaidia Irene, lakini kwa uwezo aliouona kutoka kwa mtumwa pamoja na kuzidiwa nguvu alijikuta hana jinsi. Alijiambia mpango ni kummaliza kwanza huyo mskule wa utumwa na kisha kwenda kumsaidia Irene. Hivyo aliongeza uwezo wake katika kiwango cha juu sana katika kushambuliana na mskule wa utumwa. Wakati kila mmoja akimsogelea mwenzake, umbo la mskule wa utumwa lilikuwa la ajabu mno kiasi kwamba lilitengeneza hali ya kumchanganya Bazo. Bazo kwa upande wake hakutaka kuingia katika mtego wa mbinu hiyo, na kwa kutumia kisu chake
alisogea na kumlenga mskule katika eneo ambalo alihisi ni shingo. Lakini katika hali ya kutotarajia, mskule ule wa utumwa haujakwepa kabisa shambulizi lile, na badala yake alidaka kisu kile, na kilichosikika ni sauti ya mvunjiko ulioambatana na cheche. Bazo mara baada ya kuangalia kwa umakini, alijikuta akiwa katika mshangao. Aligundua mkono wa mskule wa utumwa ulikuwa umetengenezwa na chuma. Mikono yake ilikuwa ni kama ya robot, lakini umbo lake lilikuwa la kutisha mno. Ni kama vile ni kucha za zimwi. Alijikuta akijiuliza huyu ni binadamu au jini? Bazo alijawa na hofu, lakini hakuacha kuendelea kushambulia. Alitumia mguu wake mmoja kurusha teke na kumlenga mskule wa utumwa katika eneo lake la tumbo. Mskule wa utumwa wala hata hakukwepa, na teke lile lilimpata kisawasawa katika kiuno chake. Alionekana kupata maumivu kiasi cha kutoa mguno, lakini haraka sana alitumia mkono wake wa kushoto na kushika paja la Bazo. Suruali yake ilichanwa na zile kucha za chuma zilitoboa ngozi yake na kumpelekea maumivu makali sana. Bazo alikuwa katika maumivu. Alikuwa na bahati tu baada ya kuona kucha zile hazikuwa na sumu, vinginevyo angeweza kufa mara moja. Lakini mara baada ya muda wa kupambana na huyo mskule, Bazo aligundua ijapokuwa alikuwa na kasi katika kushambulia, lakini uwezo wake haukuwa mbali sana na wake. Ni kama walikuwa wakilingana hivi kiuwezo. Hivyo ingechukua muda mrefu sana mpaka mshindi kupatikana. Ijapokuwa Bazo alitakiwa kumsaidia Irene kutoka kwa wale maninja wengine wanne, lakini hakuwa na jinsi zaidi ya kumshinda kwanza mskule wa utumwa. Hasa upande mwingine, Irene hakwenda mbali sana. Alikuwa ameshafikiwa na wale maninja wanne na kumzingira pande zote. Msichana huyo alijua amekwisha kukamatwa na watu hao na hana lingine la kufanya kujisaidia. Lakini ile watu wale wanataka kumkamata. Ghafla tu vivuli vya watu 6 vilijitokeza kutoka pande zote za barabara. Watu hao 6 wenyewe walikuwa na maski za vilemba usoni. Walionekana kama vile walikuwa maninja kwenye filamu za kihistoria za Kituruki. Irene alijikuta akipiga makelele, ila wale maninja wanne waliokuwa wakimfukuzia walishtuka haraka na kuanza kushambuliana na wale watu 6 wa maski nyeusi za vilemba. Mara baada ya kuhisi nia yao ni kutaka kumuua Irene, hasa ghafla tu pambano lilichukua sura mpya. Huku Irene akishikwa na wale watekaji na kutupiwa pembeni kwenye majani ili kuruhusu pambano kwanza. Bazo mara baada ya kusikia purukushani za mapigano zikitokea upande aliokimbilia Irene, alijikuta akishikwa na hali ya kuchanganyikiwa, akijiuliza ni jambo gani lilokuwa likiendelea. Bila kujijua kitendo cha kushangaa, alikuwa amempa nafasi adui na kumshambulia. Mskule wa utumwa mara baada ya kuona Bazo amefanya kosa, pale alichanua makucha yake ya chuma na kumlenga kifuani kama vile ni kiumbe cha kishetani. Bazo alijikuta akilaani ndani kwa ndani, lakini hata hivyo alikuwa amechelewa sana kushtuka shambulizi hilo. Hivyo ikawa ni ngumu kwake kukwepa. Ghafla tu kivuli cha mtu kilitokea katika maua na kumpiga kikumbo mskule. Mskule wa utumwa mara baada ya kugongwa na kitu kilichokuwa na spidi kali mpaka kushindwa kushtuka, alijikuta akifyatuliwa kama mpira huku akitema damu nyingi. Mara baada ya kuona mwanaume akiwa amesimama mbele yake, Bazo alijikuta jasho la ubaridi likimvaa huku ishara ya tumaini ikimrudia. My prince. Mtu aliyemsaidia alikuwa ni Hamza. Hamza alikuwa akiendesha, na mara baada ya kuona amekaribia, aliona anapaswa kwanza kuona hali ilivyo kabla ya kusogeza gari karibu. Hivyo alishuka na kumwacha Regina kuendelea kuendesha. Ijapokuwa Hamza aliharakisha kuja mahali hapo, lakini hakufanikiwa kufika haraka. Ilikuwa ni kwa bahati tu aliweza kufika kwa wakati na kuokoa maisha ya Bazo. Sasa Hamza hakujali makelele ya Bazo na haraka sana aligeuka na kuangalia upande wa kushoto kwake. Pambano kali lilokuwa likiendelea na haraka sana alikimbia upande huo. Hamza alisogea kwa kasi. Hakujali kabisa kundi la maninja hao waliokuwa katika level ya mzunguko kamili wa mafunzo ya nishati. Kwake aliwaona ni kama vifaranga tu na umbwa. Mara baada ya kumpaisha mmoja na ngumi, wawili wengine aliwapiga na mateke na kufa hapo hapo. Irene mara baada ya kumuona Hamza, ghafla tu alijikuta akiacha kulia na sura yake kupoa na kujishika magoti kwa kuhema kwa tabu. Ilimchukua Hamza dakika moja tu kudhibiti karibia maninja wote, watatu wakiwa wamekufa na wengine kupoteza fahamu.
Hamza mara baada ya kumuona msichana huyo akiwa katika hali ya uoga kiasi cha kutia huruma, alishia kumshika mkono kwa namna ya kumpoza. Okay, usijali, upo salama sasa. Irene hatimaye airudi katika akili yake na kujikuta akimkumbatia Hamza kwa nguvu huku akilia. Akasema kwamba Hamza, kwa nini umechelewa? Naogopa sana. Upande wa Hamza, msikilizaji, ukweli ni kwamba hata yeye mwenyewe alikuwa katika hali ya kuchanganyikiwa. Muda mfupi mara baada ya kuona hao maninja waliovalia maski wakipigana, aliweza kugundua walikuwa na mafunzo yanayofanana. Yaani kama vile wametoka kambi moja. Hamza, watu ni kina nani jamani? Kwa nini wanataka kuniteka mimi jamani? Kwani mimi kuna mtu nimemkosea ama kuna mtu anataka kunichukua kwa nguvu kimapenzi kwa sababu ya uzuri wangu? Hamza alishindwa kujizuia na kutabasamu, huku akijiambia kuna haja gani ya kujifikiria mzuri katika wakati kama huu. Unafikiria sana, wewe sio mzuri peke yako nchi hii. Paka watu waagizwe kuja kukamata. Irene alijikuta akianza kufikiria kwa nini jambo hilo limemtokea, na mara baada ya kuwaza mtu aliyemkosea, jina moja tu ndio ambalo lilijitokeza kichwani mwake. Au ni Sister Regina amegundua kinachoendelea kati yetu, ndio maana ametuma watu kunikamata? Wewe, hebu acha kufikiria ujinga. Najua hawa watu wanatokea wapi, nafahamu sana, lakini sijui kwa nini walitaka tu kukuteka na wengine walionekana kutaka kuua. Aliongea Hamza. Wakati Hamza akiongea, aliweza kuona kulikuwa na baadhi ya maninja waliokuwa wakijivuta kwa maumivu wakipanga kutoroka. Basi Hamza alimuita Bazo, na pale Bazo alisogea na kuazimisha maninja hao kwa mara nyingine tena. Bazo akasema atakayejaribu kusogea tu anakufa. Aliongea Bazo kwa tahadhari huku akichezesha kisu chake mikononi. Hamza mara baada ya kumtuliza Irene, alimwambia akae pembeni na kisha alisogelea wale watu na kuangalia kwa namna ya kuwachunguza. Hamza akauliza kwamba mmetumwa na Matias Huji, si ndio? Swali Hamza alimfanya Bazo kushangaa. Hakutarajia maninja hao walikuwa watu kutoka Binamu na staili zao za mapigano kuwa za watu wa bondeni. Maninja kadhaa ambao walikuwa nafahamu, wao walishia kuziba midomo yao wakionyesha hawakuwa kabisa na mpango wa kuongea. Hamza akasema kwamba hata kama msitaki kuongea, najua mnapotokea kutokana na mbinu zenu za mapigano na nembo za mavazi yenu. Msiponijibu moja kwa moja nitaamini mnatokea kisiwa cha Binamu. Hivyo nitamuuliza Matias mwenyewe anipe maelezo. Aliongea Hamza. Muda huo msukule wa utumwa ambaye alijeruhiwa na Hamza alionekana yaani ni kama kurejewa hivi na nguvu na kusimama kusogea karibu. Msukule wa utumwa akasema tena kwa shida sana, akasema kwamba Mr. Hamza, master wangu hakuwa na nia kumdhuru kabisa Irene. Tulitumwa hapa kwa ajili ya kumlinda pekee na pia kumpeleka kisiwani kama mgeni. Wewe Toashi? Hamza aliuliza hivyo akiwa amekunja sura kwamba wewe ni Toashi. Hamza alikuwa na uwezo wa kumjua bwana huyo kuna kitu hakipo sawa kupitia sauti yake. Na pia msisimko wa nishati yake ya mbingu na ardhi ilikuwa sio ya binadamu wa kawaida. Basi akajibu ya kwamba msukule wa utumwa ni vijakazi wa familia Master Matias Huji. Mtumwa ni mtumwa, yani msukule. Aliongea na Hamza macho yake yalionekana kuelewa kabisa. Nishawahi kusikia watu wa Binamu wamekuwa na utaratibu wa kuwasili wavulana yatima kwa kuwakusanya duniani kote na kisha kuwakata sehemu zao za siri na ulimi ili kuwawezesha kuvuna nishati za mbingu na ardhi kwa wepesi bila kuchanganywa. Sijawahi kuamini kama ni jambo la kweli. Kumbe ndio nyie mnaofahamika kama msukule wa utumwa? Basi kwa sababu umesema wewe ni kijakazi wa familia Huji, kwa nini amekuja kunichokoza ili hali tayari ana madaraka yake ndani ya watu wa bondeni na Binamu? Au amechanganyikiwa? Aliongea Hamza. Msukule wa utumwa alijua hakuwa na uwezo wa kupambana na Hamza, hivyo aliishia kuvumilia master wake akisimangwa. Basi kaambiwa kwamba Mr. Hamza, unapaswa kujiuliza kwa nini hao wenye maski za vilemba walikuwa wakitaka kumuua Irene. Hamza mara baada ya kusikia kauli hiyo alisinyaza macho na kisha aliwageukia wale maninja akasema kwamba hata mimi nilikuwa nikijiuliza, nyie si wote mnatoka sehemu moja? Kwa nini wengine mpo hapa kwa ajili ya kuteka na wengine mpo hapa kwa ajili ya kuua? Msukule wa utumwa akajibu ya kwamba Mr. Hamza, hao unaoona wametoka familia ya Dosala. Familia ya Dosala? Unamaanisha wametumwa na mzee Dosala na mwanae? Ndio, upo sahihi kabisa.
Msikilizaji, hali ya wasiwasi ilionekana katika macho ya Hamza. Mzee Dosala aliyemtaja alikuwa ni moja ya familia huko bondeni ya ukoo wa Dosa. Msikilizaji, Dosa ni jina la ukoo na herufi mbili za mbele zilikuwa ni uwakilishi wa mzaliwa, kama ilivyo kwa babu yake Regina aliyefahamika kwa jina la Dosam. Sasa alikuwa na kaka yake wa damu aliyefahamika kwa jina la Dosal, licha ya mama kwa tofauti. Sasa ni sawa na kusema Dosal ni babu yake Regina, na inasemekana hakuwa na uwezo wote wa nishati za mbingu na ardhi, na alitegemea nguvu ya nje, yani connection kutoka mataifa yenye nguvu kwa ajili ya kuwa na nguvu ndani ya kitengo cha binamu na bondeni. Mtoto wake Dosal alikuwa ndio yule mzee Sui aliyejaribu kumpokonya Regina pete. Nadhani utakumbuka kule msibani Tanga kule wakati wa msiba wa bibi yake. Lakini Sui yeye alikuwa ni mtoto wa kuasiliwa, hivyo hakuwa na damu sawa na ya familia Regina. Hivyo ni sana kusema kwamba kizazi kipya cha damu ya Dosa kilichobakia alikuwa ni Regina peke yake. Hayo yote Hamza aliyafahamu na alijiuliza, kama ni hivyo, kwa nini mzee huyo katuma watu kuja kumuua Irene? Kuna uhusiano gani ama siri gani ambayo imefanya maamuzi hayo yafanyike kwa maninja kutumwa kumuua Irene? Hamza muda ule alijikuta akishindwa kujizuia na kukumbuka chuki ambazo bibi yake Irene alionyesha mara baada ya kuonekana na yeye. Alijiuliza au chuki ile ilikuwa na uhusiano na swala kama hilo. Hamza hakuwa na majibu ya kutosha na alijiona ajipe muda kujua sakata hilo kwa undani zaidi. Kwa nini mzee Dosal akatuma mtu kwa ajili ya kumuua Irene? Aliuliza Hamza. Irene aliyekuwa akisikiliza alijikuta akichanganyikiwa pia. Licha kwamba hakuwa akielewa chochote kinachoendelea, lakini alitaka kujua kwa nini watu hao walitaka kumteka na wengine walitaka kumuua. Basi akajibu kwamba mimi ni msukule tu, maana yake sijui kitu. Haujui ama hutaki kuongea? Sijui, hata kama Mr. Hamza umpige msukule wa utumwa mpaka kifo chake hawezi kujua kitu. Hamza kwa nia nyingine tena alimpa ishara Bazo, na pale pale aligeuka na kumkumbatia Irene kwa mbele na kufanya macho yake kuwa kifuani kwake ili asione kinachoendelea. Irene hakujua kwa nini mwanaume huyo ghafla tu alimkumbatia kwa mbele, lakini ndani ya sekunde aliweza kusikia ukelele kutoka mbele yake. Mara baada ya muda Hamza alimwachia Irene na kuondoka eneo hilo akiwa amemshika mkono. Irene alijikuta akishindwa kujizuia na kugeuza kichwa chake kuangalia kinachoendelea, na alijikuta uso wake ukifubaa mara baada ya kumuona Bazo alikuwa amemuua yule msukule wa utumwa na wale wengine ambao walikuwa hai, na sasa alikuwa akiwaondoa barabarani na kuwatupia kwenye kiwanja kilichozungushiwa ukuta. Usiwe mwoga kwa sababu ushapitia hili kwa mara ya kwanza, basi ni hakika utapitia tena hali kama hii baadaye, anaongea Hamza wakati akimwangalia msichana huyo na tabasamu kubwa. Ila nitakulinda bure kabisa bila kunipa hela hata kidogo. Irene alijikuta ujasiri ukimvaa mara baada ya kusikia maneno ya Hamza na hatimaye kutulia. Alijikuta akijibana kwenye mwili wa Hamza kimahaba na kumnong'oneza kwamba hutaki nikulipe kwa sababu unajua naweza kukulipa kwa staili nyingine. Hamza alihisi kitu laini na cha kuchoma choma kikigusa mkono wake na kujiambia huyo mtoto alikuwa amefanikiwa kuwa na mtaji mkubwa kifuani kwake. Sasa ile Hamza anataka kuongea neno, ghafla tu gari lilitokea katika makutano wa barabara ya kuingia Kawe na Mikocheni B na kumulikwa na tochi. Regina akiwa kwenye gari aliweza kumuona Hamza na Irene namna walivyokuwa wameshikana na kutembea. Yaani walionekana kuwa wapenzi kabisa. Regina aliyekuwa na wasiwasi dakika kadhaa zilizopita alijikuta akikunja ngumi kwa hasira mara baada ya kuona jambo lile. Macho yake yalikuwa yamejaa ukauzu wakati akishuka kutoka kwenye gari. Hamza alikumbwa na hofu na haraka sana alitoa mkono wake kutoka kwa Irene na kujiweka pembeni, huku akitoa tabasamu la wasiwasi. Wife, nadhani hujafikiria vibaya, Hamza aliongea kujitetea. Irene kwa aibu airudi nyuma ya Hamza huku akimwangalia Regina kwa hofu. Oh, sister Reg, miss dada yako. Wife, naomba nipatie nafasi nijielezee. Nina macho, sitaki maelezo yako. Yaani nimekuchukulia poa sana. Imegeuka mwalimu na mwanafunzi mmeamua kutegana kwa michezo ya kuongopeana kutekwa, si ndio? Eti Irene anataka kutekwa. Anataka kutekwa, kumbe kuja mpaka huko na vuruga mipango yenu ya kimapenzi, si ndio? Kwa kisingizio tu kwamba mtu ametekwa. Hamza alijikuta akikosa neno.
mara baada ya kuona Regina kuelewa vibaya na kutoona kweli kulikuwa na shida. Ila kwa mtu yoyote angefikiria hivyo, maana hakukuwa na ishara yoyote ya utekaji ndani ya eneo hilo, na kubwa zaidi ni kama magari yalikuwa ni yamezuiliwa kwa muda na sasa yalikuwa yakipita kwenye barabara hiyo na kufanya kila kitu kuonekana kawaida. Wife, sio kama unavyofikiria. Ni kweli hali ilikuwa ya hatari sasa hivi. Kwa hiyo naomba unisikilize taratibu. Ni swala pia linalohusiana na wewe. Hamza aliona anapaswa angalau kumwelezea Regina juu ya swala ambalo msukule wa utumwa aliongea, lakini Regina angewezaje kupata mudi ya kuendelea kumsikiliza? Hayo nihusu mimi, mnaweza kufanya mnavyotaka. Mara baada ya kuongea hivyo, kwa hasira airudi katika gari na kuligeuza na kuondoka. Hamza aliishia tu kuganda katika eneo moja huku akikuna kichwa chake, na kisha pale alilazimisha tabasamu na kumwangalia Irene. Takurudisha nyumbani kwanza. Unajua nimemkasirisha Sister Regina sana eh? Ana hasira na mimi, sio wewe. Usifikirie sana. Hamza, unajua mimi nakupenda, lakini mimi sitaki kugombana na Regina. Unajua mimi nidhania kwa sababu una wanawake wengine hutojali ukiwa na mimi pia. Aliongea Irene. Hamza alijua alichoongea Irene ni kweli, lakini kuhusu Regina hali ilikuwa imebadilika sana tokea wafahamiane. Safari ile ya kwenda Ulaya ilikuwa imebadilisha sehemu kubwa ya mahusiano yao na kuingia katika ubora mwingine kabisa. Zamani Regina asingejali sana kwa sababu ya aina ya kutana kwao, lakini kipindi hicho moyo wa Regina ulikuwa umekomaa sana kimapenzi. Lakini pia ilikuwa ni ngumu kwa Hamza kusema Regina hakuwa na furaha kwa sababu ya wivu. Ilikuwa ni kuonyesha alikuwa akijali. Lakini hata hivyo Hamza ilikuwa ni ngumu kwake kukata mawasiliano mara moja na kila mwanamke. Hivyo alipanga taratibu kuwasiliana na Regina mpaka amuelewe. Alijua mchakato huo ungekuwa na changamoto nyingi, lakini Hamza aliamini kwa namna yote ataweza kufanikiwa tu. Irene, usiongee chochote tena, nitakupeleka kwanza nyumbani kwenu. Aliongea Hamza na pale alitoa simu kuita taksi, lakini Irene alimzuia na kisha akanyosha mkono nyuma kumwashiria Bazo aliyekuwa akisogea taratibu kwa umbali. Yule mjomba wewe ndio uliyemtuma kunilinda, si ndio? Ni bora yupo hapa. Wewe nenda tu kumtafute Sister Regina. Ana hasira na haitakuwa vizuri ukinipeleka nyumbani. Utamfanya awe na hasira zaidi. Si muda mchache tu mpaka kufika kwenu eh? Sina haja ya kujali sana. Nitawahi na kurudi tu. Muda mchache? Wanawake wanajali huo muda mchache kuliko mwingi utakaompa. Wewe nenda bwana, mimi niko sawa. Maana watu wabaya wenyewe washakufa. Hamza hakutaka kuendelea kumsikiliza Irene akimbembeleza, maana hata yeye alikuwa na wasiwasi na Regina. Hivyo hakuwa na jinsi na kumpa taarifa Bazo kumsindikiza Irene mpaka nyumbani. Hamza alishia kuvuta pumzi na kuzishusha. Hakutegemea Irene angeweza kumfikiria kuhusu hali yake. Alijiambia kadri msana huyu atakavyoendelea kuwa hivi ndio namna itakavyokuwa ngumu kwake kumpotezea. Basi kwa sababu kulikuwa kuna giza, Hamza kuona haja ya kuchukua taksi, maana ingemchukua muda mrefu kuzunguka. Hivyo ghafla tu alipotea. Irene mara baada ya kuona Hamza amepotea ghafla tu katika macho yake, ajikuta akipatwa na mshangao huku akipepesa kope zake mara nyingi. Akauliza kwamba anko, huyu Hamza ni nani Kwa nini ana uwezo wa ajabu hivi? Aliuliza na kumfanya Bazo kufikiria kidogo kabla ya kujibu. Bazo akasema, Miss Irene, jukumu langu pekee ni kukulinda. Basi sawa, mimi nitamani kama ungeniambia kidogo tu kuhusu Hamza, ila haina shida, unaweza kunisindikiza turudi. Tunapanda wote kwenye taksi ama? Aliuliza Irene akiwa tayari amesha request na gari ilikuwa ikisogea uelekeo wake. Akaambiwa hapana, nitakulinda kwa siri. Aliongea na kisha pale airukia upande mwingine wa fence na kupotea. Irene macho yake aliishia kuchanua. Alijiambia licha ya kuona mambo mengi katika mitandao na kucheza magame na kuangalia filamu, ila kuna mambo mengi ya kushangaza aliyopo katika uhalisia. Ghafla tu ile hofu ya kutekwa ilipotea yote na alijihisi ni kama mwigizaji. Wakati Irene akipata taksi kurudi nyumbani, upande wa Hamza alikuwa akikata kona mitaa kwa kurudi nyumbani. Ila anafika tu ndio na Regina pia alikuwa akiingiza gari garage na kutoka kuingia ndani. Regina mara baada ya kurudi tu nyumbani, alitupa mkoba wake na kwenda moja kwa moja mpaka chumba cha kujisomea na kujifungia. Hamza ni kama alivyotegemea na alipitia dirishani kwake na kurukia kwenye balcony ya dirisha la chumba kilichokuwepo Regina na kusimama nje ya kioo kilichokuwa kikimuonyesha kwa ndani. Kama kawaida aliweka muonekano wa kujitilisha huruma huku akimwangalia Regina aliyekuwa ndani kwa hisia nyingi sana. Mwanzoni Regina hakumuona Hamza, lakini mara baada ya kuvimba akiwa amekaa kwenye kiti, hatimaye aliweza kuona kivuli cha mtu na aligeuka, ndipo alipoweza kumuona Hamza alikuwa amesimama kwenye balkoni. Hamza hakuongea chochote wala hakujitingisha.
Alikuwa akivuta subira Regina kumuona. Macho yao yalikutana. Hamza alitoa tabasamu lakini hakuongea chochote na kuishia tu kumwangalia. Upepo wa baharini ulikuwa ni mwingi nje. Japokuwa ilikuwa ni ngumu kumwathiri Hamza, lakini kwa Regina alifikiria ulikuwa ni kama ukimwathiri. Maana katika jicho la mapenzi hakumchukulia Hamza kama sio kawaida. Lakini hata hivyo Regina alikuwa amechukia na alijifanyisha kutokujali na alijimiminia maji kwenye glasi na kisha irudi kwenye kiti chake na kuendelea kujiweka busy na kazi. Basi Hamza hakuongea chochote wala hakusogea. Alishia tu kusubiri na muonekano wake wa kimya. Mara baada ya nusu saa kupita, Regina alijikuta akigeuka na kugundua Hamza bado alikuwa amesimama. Japokuwa alikuwa amechukia lakini hakujisikia vizuri. Alijikuta akisimama na kusogelea mlango na kufungua. "Unafanya nini wewe? Hivi unadhani ni sahihi kujitilisha huruma?" Hamza alijivunia na mbinu yake kwa kuamini Regina lazima angemuonea huruma, lakini licha hivyo aliendelea kuweka sura ya kizembe. "Wife, najua nimekosea lakini nilijua usingeweza kunisikiliza, hivyo nikaona nisubiri mpaka utakapopoa. Kama unataka kunipiga nipo tayari, kama unataka kunifokea nipo tayari. Siwezi kukimbia hata siku moja." "Hebu acha kujitilisha huruma, nenda kwenye chumba chako." Regina alishia kukunja ndita mara baada ya kuona uvumilivu unamshinda. Alijua kabisa Hamza anacheza na akili yake, lakini moyo wake unajikuta tu kulainika. "Siwezi kuondoka mke wangu, kama usiponisamehe sitaondoka hapa." "Basi endelea kusimama hapo milele na usiondoke, mimi naondoka." Regina mara baada ya kuongea aligeuka na kutoka nje ya chumba hicho na kushuka chini sebuleni. Hamza alijua alishapewa nafasi, hivyo haraka sana aliingia ndani na kumfuata moja kwa moja mpaka jikoni. Muda huo shangazi alikuwa amekwisha kulala muda mrefu tu. Regina akiwa jikoni alitoa baadhi ya vyakula kwenye friji. Alionekana alipanga kula chakula cha usiku, maana hakuwa amekula sana wakati akiwa kwenye mnada. "Wife, unapaswa kunywa na juisi, ngoja nikumiminie." "Hapana. Na usiku wote unataka kunilisha vitu vya barafu? Unataka kuniona mimi nikiganda ama?" Hamza aliona alikuwa sahihi na alihamia kwenye maji usiokuwa na baridi sana na kutaka kummiminia, lakini Regina alimzuia. "Sitaki kunywa maji wala nini, sitaki. Hebu naomba uache kuhangaika mbele yangu. Nijibu swali moja tu. Ni kwa mbali gani umefikia na Irene?" Regina aliuliza huku akimwangalia Hamza na macho kama vile anatafuta uongo kutoka kwake. Hamza alishia kumeza mate mengi na kisha aliongea ukweli. "Hatujafikia ile hatua." Aliongea Hamza. Hamza kuongea hivyo alijikuta akijisifia kwa uwezo wake wa kujizuia katika matukio yote ambayo alikuwa amekwepa. Kuanzia kipindi ambacho hakuwa amefahamiana na Regina, alisharuka zaidi ya mitego 3 ya Irene. Baada ya kufahamiana na Regina, alisharuka mitego 2. Kama asingekuwa mvumilivu, ingekuwa ni ngumu kuongea muda huo. "Mzee wake anajua kuhusu kinachoendelea kati yenu?" "Sidhani, vinginevyo angeshaniletea matatizo muda mrefu tu." "Unajua kabisa atakuja kukutafutia matatizo halafu naendelea. Wewe hujui Irene ndio kwanza anapaswa kuingia chuo?" Hamza alishia tu kutokujibu chochote. Japokuwa aliona swala kubwa sana kwa mtoto wa umri wa Irene kuwa na mahusiano, lakini alikuwa ni yeye mwenye mahusiano naye, na kwa baba yake Irene alifahamu hilo na matarajio aliyokuwa nayo kwa binti yake lazima ingekuwa habari nyingine. "Hivi unadhani ule mzee na jinsi alivyoweka nguvu zake zote katika kumlea Irene atakubali, au kwa sababu ya cheo chako cha ufalme wa kuzimu unapanga kumlazimisha?" "Mke wangu, unajua unafikiria mbali sana. Kwa nini nifanye yote hayo na kutaka kumlazimisha? Sitakuwa ni sawa na haramia anayeteka mwanamke kwa ajili ya kuwa mke wake baharini. Isitoshe, kwa nini mimi nifanye yote wakati nina mke mzuri hivi Wewe, hebu acha kucheka hivyo. Kifupi, ngoja nikwambie tu, mimi bado sijafikiria namna kudili na Eliza na Dina. Lakini ushamuingiza Irene katika orodha. Mtoto ambaye hata chuo hajaanza. Ni msichana ambaye bado ni mjinga tu wa vitu vingi. Kwa nini unashindwa kumzuia huyo bwana mdogo wako kisa tu anaonekana kuwa mzuri?" Hamza alijikuta akijiangalia hapo chini yeye mwenyewe na kujiambia, kama kweli siwezi kumzuia huyu bwana mdogo, kwa nini bado wewe ni bikra? Sasa Hamza akasema kwamba wife, hebu naomba utulie basi. Naelewa unachomaanisha. Aliongea Hamza
akiwa na tabasamu akipanga kwanza kutoka katika hiyo dhoruba. Maana ni kama Reggie naye mwenyewe anashindwa kufikiria kwamba kama singeweza kumzuia huyu bwana mdogo katikati, basi huenda mpaka dakika hii Reggie bikira yake ingekuwa imeshazikwa zamani tu. Sasa muda huo simu ya Hamza ilianza kuita, na mara baada ya kutoa aliona ni Black Fog aliyekuwa akipiga, na alipokea haraka sana. Akamuuliza vipi? Black Fog akasema bro, I'm sorry. Hamza mara baada ya kusikia sauti ya Roda iliyokuwa katika hali ya kitetemeshi, moyo wake ulipiga kwa nguvu sana. Akauliza kuna kilichotokea tena? Roda akajibu ya kwamba Bazo alimsindikiza Irene mpaka nyumbani salama, lakini mara baada ya kufika Bazo amefanikiwa kumuua adui. Lakini kuhusu Irene, wewe nini kimemtokea msichana? Aliuliza Hamza kwa sauti ya juu. Macho yake tayari yalikuwa kitema cheche. Hali ilimwogopesha hata Regina na kumfanya akakamae huku akimwangalia Hamza. Sasa unadhani Hamza ndugu zake msikilizaji ni nani? Yaani mpaka hapa tulipofikia, japo tunaamini historia kule enzi hizo nyumba yao inapigwa radi, kwamba inasemekana yeye mwenyewe ndo aliyefanyaje, aliyebakia, wengine wote unadhani Hamza ndugu zake ni nani na kipi kimempata Irene? Je, sehemu inayofuata tunakwenda kumzika Irene ama? Maana mpaka Roda kupiga simu na kuongea kwa huzuni namna hiyo hatujui. Tukutane sehemu inayofuata msikilizaji. Langu jina ni Lucas Lumbas, mtayarishaji wa hii simulizi ni Isa Singano. Niseme tu kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu atukutanishe sehemu inayofuata kuendelea kufahamu zaidi. Mimi nikwambie tu msikilizaji, sijajua wewe tamanio lako ni lipi, lakini mimi ninatamani sana kumfuatilia mtu mmoja anaitwa Lambla. Huyu mama na mnaye sana. Huyu mama ninahisi amepanga bomu la bombadi ya nuclear 814-16-110+. So kwetu sisi ambao, ama kwenu nyinyi wasikilizaji ambao hamna nguvu ya nishati ya mbingu na ardhi, of course inabidi muwe makini sana na kumuomba Mungu awasaidie, awaepushe na maadui ambao mnacheka nao, mnakula nao, ndo mnawapa siri zenu, lakini kumbe mwisho wa siku wanapanga namna gani ya kuweza kukuangusha wewe. Omba Mungu akupe watu sahihi. Kama hawapo basi omba Mungu ubaki wewe na Mungu wako tu, inatosha. Kwani shingapi duniani ukibaki hata mwenyewe unaenjoy maisha tu bwana. So God be with you till we meet again. Bye bye.